Kwa majina naitwa Ruben Simon Sengerema kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA. Leo niko kwenye kampeni katika mtaa huu wa Kasanga. Nimefika hapa mtaa wa Kokoto, nimekuta mazingira ya wananchi wanaoishi ni mazingira magumu, hususa upande wa maji. Wanakunywa maji ambayo sio safi na salama, na maji haya ndio ambayo yanasemekana yananywesha huu mtaa mzima. Maji haya kama unavyoona hakuna sehemu za kukanyaga, wanakanyaga kwenye maji, lakini maji hayo pia wanategemea hayo ndio ya kunywa, ndio kufanya shughuli zote. Kwa hiyo nimeona ni changamoto kubwa kwa wakazi wangu wa Kasanga, kwa maji hayo wanayotumia sio salama. Kwa hiyo mimi kama mgombea, wakishanipa ridhaa ya kwenda kuwasemea, basi nitahakikisha shughuli hii ya maji inafanywa marekebisho, angalau wapate maji ya bomba ili kusudi afya zao ziwe ziko salama. Kama hivi mnavyoona maji haya sio salama, watoto wanakanyaga mle, kwa na kwa sio mazuri. Changamoto ya mita 500. Na mpaka hivi ninavyozungumza na nilipopita kwenye kampeni huku, nimekuta wameshafanywa tathmini ya maeneo yao, lakini leo huu ni mwaka wa 4. Na wamekatazwa, hawaruhusiwi kuendeleza kitu chochote kwa sababu tayari wameshafanywa tathmini. Na wamekatazwa, hawaruhusiwi kulima, hawaruhusiwi kutengeneza hata choo, hata kitu chochote. Sasa kinaumiza pale mwananchi unavyomsimamishia misingi yake ya msingi ya kufanya, lakini wakati huo mpaka leo ni mwaka wa 4 unaenda, haujamlipa tathmini ambayo umekuja kuifanya. Umemsimamisha asifanye maendeleo sehemu yake husika ambayo anapoishi. Maana yake unampotezea muda, maana yake unashusha uchumi wa familia yake na nchi nzima kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba wananchi hawa, nasikia taarifa kwamba amepewa miezi 3. Miezi 3 atakuwa ameshalipa. Lakini miezi 3 kikawaida kama serikali au kama manispaa ingeweza kuwasaidia wananchi wa Kasanga kwa mtaa wa Kokoto, angalau maeneo wanayoishi basi waweze kulima hata ndani ya miezi 3 hiyo ambao wameahidiwa kulipwa, basi wao wana chakula kule watakaokuwa wameenda, wao wana chakula, kwa sababu sasa hivi tunaenda kwenye msimu wa kilimo ambao tunaanza kulima kuanzia mwezi wa 11, wa 12 na huwa wa kwanza ambao tunasubiri miezi 3. Kwa hiyo tunaomba sana wawasaidie kwa hilo. Lakini pia mimi nawasemea kwa hiyo miezi 3 kwamba mimi wakinipa ridhaa ya kwenda kuwa mwakilishi wao, nitahakikisha ndani ya huo muda ambao utakuwa wamenipa, basi nitahakikisha wamepewa fidia zao ili kusudi waende wakaendeleze maisha mengine. Alipokuja mwenyekiti Amos tukatengenezea pale, tumekunywa muda sija mwaka mmoja, alafu bomba ile limekatika. Sasa hiyo kwa malifanyaje? Huko maji hayatoki, imebidi tunywe yale ya pale. Sasa tutahama, je, huko tunakokwenda tukujua kuzuri au kubaya, na tumekwenda huko si wapi huko. Mikelo yetu kubwa ya mita 500. Maisha tunaishi hapa kama tunaishi kama ndege, tuko juu ya mti, hatuelewi kinachokiendelea. Wametufungia kila kitu tangu tufanywe tathmini muda mrefu. Mpaka sasa hivi hatujui mwisho wake inakuwa nini. Tukienda kila siku tunapigwa dandadana, kesho kutwa. Hatuelewi itimake mwisho tumezulumiwa ama vipi, hatujui. Kwa hiyo kero kubwa ndio hii. Hatulimi, hatuchimbi choo, hatufanyi kitu chochote. Kama unavyoona mazingira mapoli tupu, nyumba zingine zimevunjika, watu wengine wamehama, tuliobakia ndio kama sisi na mabaki na mapoli yetu. Serikali inaomba watusikilize kero zetu kama hizi, mpaka nyewe waheshimiwa mnakuja kutusaidia, labda waangalie mwafaka unaoendelea. Je, watatufikiria vipi? Kama imeshindikana basi watupe hatimiliki zengeza tuendelee maisha yetu.